Huko mtaani, mashabiki na wapenzi wa Simba wamekaa mkao wa kula kusikilizia ataletwa kocha gani wa kuinoa timu yao kwa mechi zilizobakia za ligi ya mabingwa Afrika na zile za ndani. Lakini taarifa mpya ni kwamba mabosi wa klabu hiyo kwa sasa wamegawanyika kuhusu kocha Miguel Gamondi. Hesabu kubwa za Simba zipo kwa kocha huyo wa zamani wa Yanga anayeinoa kwa sasa Singida Black Stars, lakini akiwa na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars inayojiandaa kushiriki fainali za kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2025 itakayoanza rasmi Jumapili hii na kukamilika Januari 18 mwakani. Kama ambavyo tuliwajuza hapo awali, Gamondi ameomba kaza kuifundisha timu hiyo kwa mara ya pili, lakini kumeibuka mvutano uliozalishwa na tofauti wa kimtazamo juu ya kocha huyo wa zamani wa watani wao Yanga. Taarifa kutoka Simba ni kwamba Gamondi amewagawa mabosi wa klabu hiyo katika makundi mawili, na kundi la kwanza linaona kuwa kocha huyo ni mwafaka kwao, wakiangalia rekodi alizokuwa nazo tangu akiwa Yanga akiwapa ubingwa tofauti. Mbali na hoja hiyo ya kundi hilo, pia vigogo hao wanaona timu yao inahitaji kocha mwenye uzoefu kama Mwargentina huyo, endapo tu atapewa kila kitu anachohitaji katika kikosi hicho na kurejesha timu katika mstari kama ilivyokuwa miaka kadhaa nyuma, ikiwemo kurejesha mataji. Nikimnukuu mmoja wa viongozi hao amesema, wanaoona kocha huyu anatufaa wametoa mtazamo huo. Gamondi atatufaa kwa kuwa amefanya makubwa mazuri pale upande wa pili, na hata Singida ndani ya muda mfupi amewapa kombe la Kagame na kuipeleka timu hiyo makundi ya michuano ya kafu. Wanaoona pia kwa kikosi chetu kwa sasa kinahitaji kocha mzoefu mkali atakayewanyoosha wachezaji wetu, tofauti na hawa makocha wachanga ambao wamepita hivi karibuni. Bado hoja hizo zinashindana na wengine, mwisho kunukuu. Pia bosi huyo alifichua kwamba wanaopinga Gamondi kutopewa nafasi wanadai kocha huyo ambaye aliwapiga mabao 5-1 akiwa Yanga bado ana kumbukumbu nzuri na timu hiyo ya zamani, lakini anatokea pia timu rafiki na watani wao hao. Mbali na hoja hiyo, inaelezwa misimamo ya kocha huyo haitaweza kupita kirahisi kwa baadhi ya vigogo wenzao, hatua ambayo anaweza kuwa kocha mwingine atakayeingia katika migogoro kirahisi kama ilivyokuwa kwa Dimitri Pantev. Nikinukuu chanzo hicho kiliongeza kwa kusema, kundi lingine ni lile linaloona tutafute kocha mwingine bora mbali na Gamondi. Wanasema kocha atufunge 5 halafu tumchukue tena akiwa anatoka Yanga akahamia Singida, na tulipomtaka mara ya kwanza akazuiwa kisiasa. Kuna hoja ya misimamo ya Gamondi. Tukubaliane, shida yetu nyingine ni mgawanyiko wa viongozi uliopo, lakini Gamondi ana huruka ya anachokitaka lazima kiwe. Je, kwa baadhi yetu huku ndani watakubaliana naye au ataondoka kwa muda mfupi? Hoja yao nyingine ni kwamba sisi tunamtaka kocha haraka aje aanze kupambana na wachezaji wetu. Huyo Gamondi yupo Moroko kwa sasa, hata tukisema atawahi tutamtarajia kuanzia mwakani. Kumbuka muda hautakuwa rafiki sana kwa Januari hiyo tunatakiwa kuwafuata Esperance, mwisho kunukuu. Hata hivyo, taarifa nyingine zilisema kocha huyo sasa ameanza kuaga mapema Singida kutokana na kuwaambia mabosi wake TFF ina malengo ya muda mrefu naye iwapo ataiwezesha Taifa Stars kufanya maajabu AFCON 2025 ikipangwa kundi moja na Nigeria, Uganda na Tunisia. Nikimnukuu pia chanzo hicho kimesema jamaa ameanza kuaga, lakini akisema ni kutokana na kuzungumza na TFF na kumtaka aiwezeshe Stars ifanye makubwa Moroko, kwani ina malengo naye ya muda mrefu, ingawa taarifa aliomba kazi Simba inaweza kuwa sababu, kwani inadaiwa mabosi wa klabu hiyo wanamtaka zaidi, mwisho kunukuu.